tanzi ya mauti inasukumwa na kusudi ulilolibeba. Wako watu wanaoweza kusimama kinyume na kusudi ulilobeba, wakapambana na wewe ili kuhakikisha hilo kusudi halitimii, halitokei. Tena wanaweza kuwa marafiki zako wa karibu, watu walio karibu na wewe. Watu walio karibu na wewe watahakikisha lile kusudi halitimii. Zaburi ya 41 mstari wa 9. Zaburi ya 41 mstari wa 9 anasema, msiri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu, ameninulia kisigino chake. Lakini wewe Bwana unifadhili, uniinue nipate kuwalipa. Msiri, rafiki wa karibu yako, anaweza kuwa adui wa maono, huduma, vipawa ulivyobeba. Msiri, rafiki yako wa karibu yako, anaweza kuhakikisha hausogei mbele, haufikii kusudi, haufikii mpango ambao Bwana amepanga. Tuliona kwa Farao, aliweka mkakati ya kwamba lazima mtoto Yesu afe. Kwa Farao tuliona mtoto wa kiume lazima afe, mtoto wa kiume. Kwa nini? Walijua katika mtoto wa kiume atakayezaliwa na mwanamke wa Kiebrania atasababisha mabadiliko katika Misri. Kwa hiyo tangazo likatoka ya kwamba wanawake wa Kimisri katika matumbo yao wamebeba kusudi la ukombozi wa wana wa Israeli. Hakikisheni kila mtoto aliye wa kiume anauawa kabla ya wakati, anauawa wakati anazaliwa. Lakini miaka miwili ikapita, miaka mitatu ikapita, na Farao alipokuwa anapita mtaani akaona watoto wa kiume wanacheza katika maboma ya Kiisraeli. Akawaita wazalishaji, akawauliza maswali haya: mbona nimewapa mkakati kwa miaka mitatu kuhakikisha kwamba kila mtoto wa kiume anakufa, mbona katika maboma ya Waisraeli bado naona watoto wadogo wakicheza wa kiume? Akawaambia maneno haya ya muhimu sana asubuhi ya leo. Wakamwambia wale wazalishaji, ngoja tukupe siri ya hawa waliobeba kusudi la Mungu. Wakati tunashughulika nao, wakati tunaachilia roho ya mauti kwa ajili yao, kabla hatujafika, wanawake wa Kiebrania wana nguvu, wamekwisha kuzaa. Na mimi nataka asubuhi ya leo, aliyekuwekea tanzi ya mauti akuone umekuwa, akuone unaendelea, akuone unasogea mbele, akuone unafikia kusudi, maana uko na yeye anayezalisha kwa nguvu hayo maono, hayo makusudi. Haijalishi ameweka mikakati gani, haijalishi ana mipango gani, haijalishi yuko kwenye hali gani, maana alikuwa rafiki yako, tena msiri wako uliyemweleza mambo yako, lakini ana mkakati wa kuwa maono ulio nayo. Hajajua ya kwamba uko morning glory, uko evening glory, unasukuma ili kusudi lizaliwe. Na mimi nakwambia katika jina la Yesu, wakati wanashangaa, wanakuona unapita, unaendelea, unasonga mbele, watakapouliza nini kimetokea, wataambiwa huyu ni Mwebrania, kabla hatujafika tuwe mtoto wake amekwisha kuzaa, na kutangazia kuzaa na kuongezeka kwenye hayo maono uliyoyabeba. Haijalishi marafiki wanaokuzunguka.